Karibu popote pale ulipo katika awamu hii ya ukumbi wa siasa ndani ya TV47. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika siku za hivi karibuni taifa limeshuhudia cheche za maneno sawa na matusi kutoka pande zote za kisiasa. Rais William Ruto na wapinzani wake wakiongozwa na Rigathi Gachagua wamekuwa wakirusha maneno, na huku cheche zikiendelea, baadhi ya viongozi wa kidini wanamtaka Rais William Ruto kudumisha hadhi ya urais, hasa kuhakikisha kuwa anaunganisha taifa, wakitaka wanasiasa kutuliza joto la siasa. Je, viongozi wa kidini wako wapi? Jackson Ole Sapit ni askofu mkuu katika kanisa la Kianglikana na tunazungumza naye siku hii ya leo. Lakini kabla sijaingia katika mazungumzo, taarifa za hivi punde ni kwamba katika makaburi ya pamoja kumepatikana kufikia sasa, kumefukuliwa miili 33 ambayo imefukuliwa katika makaburi hayo kule Kericho. Miili hiyo, kulingana na taarifa ambazo wahariri wetu wanatuma moja kwa moja, ni kwamba miili hiyo 33, miili 25 ni ya watoto, miili 8 ni ya watu wazima. Nitarejelea taarifa za hivi punde. Ni kwamba katika makaburi ya halaiki ambayo ipo katika eneo la Kericho na kaunti ya Kericho, na ambapo Wakenya walikuwa wamezua taharuki dhidi yake, ni kwamba miili 33 kufikia sasa imefukuliwa, na miili 25 ni ya watoto, miili 8 ikiwa ni ya watu wazima. Baadaye tutakuwa tukikujuza mengi kadri matukio yanavyojiri. Nimesema siku hii ya leo katika ukumbi wa siasa tunaangazia cheche za siasa ambazo zinashuhudiwa, nikizungumza na askofu mkuu wa Anglikana, anafahamika kama Jackson Ole Sapit. Asante sana kupata nafasi kuzungumza nasi siku hii ya leo. Asante sana. Umekuwa namna gani? Tumekuwa salama, tunashukuru Mungu. Amekuwa mwema kwetu, na huduma ya kanisa Anglikana ni pana, kwa hivyo nimekuwa katika sehemu mbalimbali, dayosisi mbalimbali, na nashukuru kualikwa ili tuweze kuendelea kuzungumzia juu ya taifa hili letu la Kenya. Sija kuona mwaka ukianza. Umeanza mwaka vizuri. Tumeanza mwaka vizuri sana. Ni taifa ambalo ni letu sisi wote kama Wakenya. Lakini katika siku za hivi karibuni, mama ajuzi, kumekuwepo na cheche za matusi kutoka kwa baadhi ya viongozi na pande zote za kisiasa, na nitaanzia kwa sauti ambazo tutazicheza, kisha nitaingia kwa maswali. Mwelekezi wangu Emmanuel Inonda. How much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa, akiwa na hiyo pesa yote halali, si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu. Yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Nani anakula zaidi, nani anakula wapi? I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mtu mwenye ako na pepo ya ukabila na chuki na kisirani anatuambia nini kama Wakenya? Mtu ambaye ameenda kwa kitanda ya ndugu yake ambaye alikuwa anakufa, anaenda kumanipulate will ya ndugu yake ili awanyang'anye wajane na mayatima mali yao. Mtu ambaye ameenda akatia mimba mtoto mwenye yako umri ya mtoto yake, alafu akachukua huyo mtoto akamuua, anatuambia nini? Huyo ni mtu ya kuongoza mahali popote? Huyo ni mtu ya kuongoza jamii yoyote? Huyo mtu, mimi nataka niwaeleze, I am giving notice. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? You cannot mislead this nation. A character who has no morals, a character who has gone to manipulate the will of his brother, to disenfranchise, to disinherit widows and orphans, and he wants to give us a lecture about stealing. You cold-blooded thief, you cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi, ate unatuongelesha kitu gani? Umeona mambo mengi tulijipata hapa kama taifa
Ni nini ambacho kimetufikisha hapa? Nafikiri mambo ambayo tunaona sasa ni ya kusikitisha sana, kwa sababu uongozi ama kiongozi aina yote, iwe ya dini kama mimi ama viongozi wa kitaifa katika mrengo wa siasa, ni watu wanatazamiwa na wengi, ni watu wanaangaliwa na wengi kupatia mwelekeo na kupatia njia mwafaka ambayo itajenga taifa. Lakini wakati tumefika kwamba mazungumzo na matamishi ya viongozi ni juu ya maisha yao, na saa hii wanatuambia mambo wamefanya na miaka zilizopita na walikuwa pamoja, na sasa swali ni kwamba wakati huu ndio imekuja kuwa makosa, siku zile haikuwa makosa, ama ni nini inaendelea kwa upande wote? Kwa sababu naona kila upande wanalaumu wengine kulingana na yale wanajua walitenda pamoja hapa awali. Na kwa kimombo wanasema ikiwa wewe umeshirikiana na mhalifu kwa kuficha ama kutosema kwa wakati ule na ulikuwa unajua, basi unaweza kuorodheshwa kama kwa kimombo naita accomplice. Na sasa hii ambayo wanaleta hadharani, na kama wanasema walikuwa wanajua vile walitenda hapo awali, na inashika mambo ambayo unaona ni ya kiuhalifu. Ukimwangalia Rigathi Gachagua ambaye alikuwa naibu wa rais wa taifa hili, anazungumzia kutoka kanisani, na wengi wa Kenya, haswa wakati nilisema nitakuwa nikizungumza na wewe, wanauliza iweje madhabahu yanatumika ama kanisa linatumika kwa matusi. Nashukuru kwa sababu mimi niko katika record taifa hili la Kenya kwamba nimesema hatutaki maneno ya siasa kanisani, kwa sababu kanisa lengo lake ni ibada ya maombi, ni ibada ambayo tunataka kusikia neno la Mungu, ni ibada ambayo tunawasilisha mahitaji yetu kwa Mungu na kutiana moyo kwa mahubiri na hata kwa ile tunaita testimonies ambayo mtu anaelezea vile Mungu amemtendea. Lakini wakati tumegeuza mazungumzo haya kanisani ikawa ni mazungumzo ya siasa, miaka 3-4 iliyopita nimekuwa nikipambana nikiwa peke yangu. Nashukuru sasa maaskofu wenzangu wamejitokeza kusema si vema na si vizuri, na bado ninasema si vizuri wanasiasa kuleta siasa kanisani, na hata vile wanasema sasa kwa baraza tena matamushi na mazungumzo hayo haijengi Kenya. Unasema ulizungumzia hili na ukasema ni vibaya, ila alikusimama. Manake ukimwangalia Rigathi Gachagua amekuwepo katika makanisa mengine ambayo ni ya Kianglikana, na amekuwa akizungumzia ndani yake akimcriticize Rais William Ruto kupitia matusi. Ni kweli kabisa, lakini mnakumbuka ya kwamba si mara moja wamekuja katika ibada mimi naongoza na nimekataza wasiseme jambo. Nimekataza Nairobi katika retirement service ya Bishop wa Nairobi aliyekuweko. Nimekataza hata kiongozi wa upinzani wakati ule aliyetuacha Raila Odinga katika consecration ya Bishop wa Butere. Na kila mahali nimeenda nimesema wanasiasa, hata juzi tukiwa Machakos wakati wa retirement service walikuwa wamekuja kina Kalonzo na wengine, nikasema hawana nafasi ya kusema lolote kanisani, wataenda kusemea watu kama watu wataongoja pale nje. Na hivyo ndivyo imekuwa mtindo wangu. Lakini kidogo ninaongea, lakini makanisa yetu wakifika si wachungaji wote wana ujasiri wa kusema kama mimi nasema. Ina maana kwamba chochote ambacho ulielekeza, manake ni mwelekeo wa ACK na wewe ndio Archbishop, ina maana chochote ulichoelekeza hakifuatwi? Tunaweza sema hivyo kwa sababu sasa tunaona ikiendelea pale, lakini nishatoa matamshi haya, arifiana na maaskofu wenzangu. Lakini unajua makanisa ni mengi, utakuta ingine Lerida ndio kiongozi, pengine wakifika wakubwa wale ama mchungaji wa mashinani wanaogopa kwa sababu ya nyadhifa na cheo zao, na tuna kidogo ile tunaita heshima ambayo mtu akikuja mashuhuri watu kwa heshima wanasema asalamie watu. Na hivyo basi ikawa ni changamoto, lakini tumekuwa na changamoto pia kwa sababu wachungaji wengi wetu ikifika wameona wanasiasa wameingia kanisani, wanaona ni nafasi pengine ya kusema leo basi tutageuza ibada itakuwa Thanksgiving, tunahitaji hela ya project hii, tunahitaji hela ya project ile. Na hayo ndio nilikuwa nikisema si vema tutumie kanisa kama njia ya kufanya biashara aina hizo, kwa sababu haitajenga ile neno. Maana watakaposimama tu, utakapopatia mic,
mambo ya ibada inasaulika, sasa inakuwa ni matusi, sasa inakuwa ni cheche hizo. Na ninashukuru kwa sababu wale ambao wanasiasa walikuwa nakataa mimi nikisema wasisunguse kanisani, nimeona juzi wakisema, wabunge wengine wakisema sasa kanisa bona mnakubaliana wengine wasimame kanisani. Na wao wenyewe hao ndio walikuwa wananiambia kwa nini unatupatia nafasi. Hata walikuwa mmoja alisema kwa ibada nikiwaambia hawana nafasi, wewe sio njia ya sisi kufika kwa Mungu. Unafikia walikuwa wamefika kiwango hiyo ya ile kujiona hawa ni wakubwa kwamba hata anaweza geuka na kuniambia wewe sio njia ya kufika mbinguni, ya kufika mbele ya Mungu, tunaweza fika bila wewe. Ni kweli mimi si njia, lakini mimi ni mwelekezi kwa ibada ile, kwa kanisa ile, maana nimepewa hiyo jukumu na nimesimama ground yangu. Na sasa nikiona maaskofu wengine wamejitokeza, ninawaunga mkono, na vile nataka kuunga vile Askofu Muhatia wa Catholic juzi alipotoa statement kwa niaba ya Wakatoliki akisema wakitaka kusema sana hiyo mambo ambayo natusiana, afadhali wangetafuta banga kule chini, waende waseme wenyewe, waambiane haya matusi wanaambiana, alafu kisha baadaye watokee sasa kwa wananchi wakiwa na maneno ya maendeleo. Unajua maaskofu na viongozi wa kidini wanaonekana kama kioo cha jamii na wanaonekana kama ambao wanastahili kuelekeza maadili. Lakini wakati ambapo viongozi wanafika kanisani, kwa mfano Rigathi Gachagua akimwambia Rais William Ruto masikio yake, na viongozi walio nyuma yake wa kidini wanacheka, inaashiria nini? Inaashiria tumepoteza, sisi wote tumepoteza kama taifa. Lazima tukubali tumepoteza maadili mema. Unakubali kanisa limefeli wananchi? Tuseme jamii yote ya Kenya tunahitaji mwamko mpya na mwelekeo mpya. Tuseme hivyo kwa sababu yanayojiri sasa, siwezi kusema ati lazima tuepuke, maana inasemewa kanisani. Na ile nilikuwa nikipinga hata hapo awali ni vile akisema background ya TV inaonyesha wachungaji wakifanya nodding kama wanakubaliana. Walikuwa wanacheka actually. Na sasa hivyo si vema, kwa sababu haya mambo yanayosomwa hapo hayambatani na ibada, hayambatani na neno la Mungu, hayambatani na ushuhuda ambayo mtu angesimama pale awatie watu moyo, aseme vile Mungu amemtendea. Sasa tumeacha kabisa mazungumzo vile Mungu ametutendea na vile Mungu atatutendea, na kusikia vile Mungu anasema nasi kwa neno lake na kwa maombi. Sasa tunasikia matusi. Ina maana kwamba kanisa ulipoketi askofu na viongozi wa dini wamefeli wananchi katika ile hadhi ambayo wamewekwa na jamii. Nataka kusema siwezi kubali ni sisi tumefeli. Unajua kuna mambo ni kama inajilazimisha. Na hii ni kama inajilazimisha kwa sababu sasa ibada ya kanisani, nataka utasame kwa mtazamo hii, kanisani ni mlango wazi kwa kila mtu ambaye anataka kuingia kuabudu. Hakuna mtu ataambia usiingie kwa sababu wewe ni fulani, ama kwa sababu wewe si mtu wa dini, ama si muaminifu. Maana ni nafasi inatolewa na Mungu amepeana hiyo nafasi ya platform ya wote waingie, ili Mungu atusungumuzie, Mungu atunenee, Mungu atuonyeshe njia, Mungu atusamehe, tulete mahitaji yetu mbele zake. Kwa hivyo hapo kanisa ni wazi, na bado ni wazi kwa kila mmoja, ataingia na atakuja kuabudu. Shida na mahali ambayo tumefail ni hiyo kutosimama na kusema kanisa si mahali ambayo tunapatia mtu microphone afanye aseme mengine ambayo ni kinyume na maagizo ya Mungu. Na hiyo mimi kama binafsi nijisemee, nimejaribu niwezavyo. Kwa wale ambao wata comply, manake umejaribu, huenda tutaona hatua zozote ambazo zitachukuliwa, manake endapo kanisa halitapeana mwelekeo, kuna hatua zozote kwa wale ambao watakiuka maagizo yako kama kiongozi wa Anglikana? Tusema kwa kanisa la Kianglikana ndio tunatoa mwelekezo, na hivi karibuni tutakutana tena maaskofu tutoe mwelekezo tukiwa pamoja, kwa sababu uongozi hasa wa kanisa it's not a one man show. Hata nikiwa askofu mkuu tuna jurisdiction mbalimbali. Kila bishop ana diocese yake, ana katiba yake, licha tuna ile katiba ambayo inaongoza kanisa Anglikana Kenya, na basi mwelekeo wa kila mmoja siwezi kumonitor, na sina ile uwezo wa kipolisi ya kusema nitamonitor vile mambo inaendelea kwa kila kanisa nje ya Kenya. Lakini
kwa mwelekeo tumeweka mwelekeo yetu wazi. Mtu akikiuka basi ni yeye amekiuka. Sasa tukikutana na maaskofu tutasema mwenye anakiuka tutafanya nini? Kwa sababu tuna pia njia ya kudiscipline wenzetu. Hata mimi nikikosea, kanisa ina njia ya kudiscipline mimi ikiwa nimekosea. Sauti ya kanisa ni kitu ambacho kimekuwepo kwa miaka nenda miaka rudi. Lakini sasa wengi wa Wakenya wanahisi ni kana kwamba ile michango, zile pesa ambazo zinaletwa na wanasiasa zinapoteza sauti ya kanisa. Tunaweza kubaliana kwamba ni kweli inachangia, na siwezi kusema ni 100% hivyo, lakini inachangia kwa sababu labda basi kwa sababu mtu anajulikana ana uwezo mkubwa wa kusaidia pale, ndiye anapewa microphone kusema salamia watu, ama atakuwa pengine ameambiwa kile ambayo inaendelea kanisani hiyo, sasa wanatarajia aseme jambo juu ya ile mradi ambayo pengine walikuwa wamemweleza hapo awali. Lakini sasa control ya kile mwanasiasa atasema sasa hapo ndio inakuwa shida, maana mtu akishashika mic sasa hujui ni nini itatiririka kwa mdomo yake. Wengi wa Wakenya wakati ambapo walijua utakuja hapa walisema muulize Askofu Jackson Ole Sapit kuhusiana na mpasuko uliopo baina ya Rais William Ruto na viongozi wa upinzani na haswa aliyekuwa naibu wake. Umechukua hatua yoyote ama viongozi wa kidini wamechukua hatua yoyote kuleta uwiano kati ya makundi haya mawili, ama umekutana na saidata yoyote kukuweza kuangazia hili? Hatujafanya kile ambayo tunasema any structured mazungumzo katikati yetu na wao, iwe mmoja ama wawili, lakini tumekuwa tukiaddress pamoja vile tunaadress katika media kusema mambo haya haistahili. Hata unakumbuka kabla hiyo impeachment ya aliyekuwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi nilijitokeza nikisema kwa rais, kile ambayo mnafanya ingekuwa ni vizuri mahali mlikutana hapo awali, muende mkae chini na mkubali ya kwamba mtaendelea mpaka mwisho. Lakini sasa sauti hiyo haikushika mahali popote, na sasa iliendelea, na sasa mambo haya tunaona na chuki hizo ambazo ni ya siku zile walikuwa pamoja ndio inajieleza na sasa inajitokeza. Sasa tunaona mahali tumeweka inchi ni katika magawanyiko ambayo tulikuwa tumetabiri hapo awali ya kwamba jambo hili ambayo mnaenda kufanya itapasua hii inchi na haitatupatia mwelekeo mwema. Na bado tunasema hata sasa sisi ni demokrasia. Kenya ni demokrasia ambayo tunahitaji vyama vya upinzani, tunahitaji yani walio serikalini, na Kenya imeonyesha kwamba hakuna chama kimoja itaweza kutawala peke yake, na tumekubali mfumo wa coalitions. Sasa tuna arrangements za coalitions, na hiyo ndio sasa inafanya kazi. Na katika hiyo kutafuta hizo coalitions na kutafuta yani mwenye utafanya kazi naye, na kuna wale pia wapinzani, shida ni kwamba mazungumzo sasa imeelekea si namna ya kujenga sera ya kujenga Kenya. Imekuwa ni personality, maneno ya kuzungumzia ni ya watu binafsi, na wanazungumzia mambo ya watu binafsi na sijui wanafikiria nini wakati watoto wao wanawaona wakisema vile wanasema, wakati wa Kenya wakiwaona wakisema vile wanasema, ili hali yale mambo wanasema sasa ni ile ambayo pengine walikuwa pamoja jambo hizo ambayo wanatuambia ikitendeka, lakini siku hiyo hawakusema kitu. Sasa siku ya leo ndio inakuja kuonekana ilikuwa ni kitu mbaya. Kwa hivyo kile tunasema maadili ya uongozi iko wapi? Na bado tutauliza hiyo swali na tutaulizana, na mimi siogopi nikiulizwa pia maadili ya uongozi, hata mimi nikiwa mmoja wao, iko wapi? Na hapo ndio changamoto iliyo, na nataka kusema shida na matatizo makubwa ya Kenya sasa. Na wengi si kwa Wakenya, ni kwa wale wanaoongoza wa Kenya. Wengi wa Wakenya wanauliza endapo utachukua ama mnapania kuchukua hatua mbali na kusimama upande huu wa media na kusema hapa mna makosa. Manake hizi joto za kisiasa wengi wa Wakenya wanahofia huenda ikachangia pakubwa katika uchaguzi ujao, hata vurugu. Na wengi wa Kenya wanauliza kanisa linafanya nini kuhakikisha kwamba kuna uwiano? Hilo ni swali nzuri sana kwamba tunataka kuapproach kwa awamu tatu ama kwa namna na mtazamo tatu. Moja, kuendelea kuelimisha Wakenya kwamba Kenya ni zaidi ya viongozi, Kenya ni zaidi ya sisi.
Kenya ni kubwa kuliko kiongozi yoyote yule, kwa sababu sisi tunapita, uongozi inapita. Na ni lazima tujue sisi wa Kenya, Kenya ni sisi tutailinda, ni sisi tutaidumisha, ni sisi tutaishikilia kwa kukataa matamushi na vishawishi ambayo inaweza kutuletea uhasama na furugu na vita, maana furugu na vita haitajenga Kenya. Ni sisi lazima tuelimishe wananchi ya kwamba wana jukumu wakati siasa inakuja na wakati uchaguzi inakuja kuweka uongozi ambayo wanawaamini, na hapo sasa ndio tuko lazima hakikishe tumefanya civic education ambayo ya kwanza tunalenga kuleta uwiano kwa Wakenya. Maana viongozi ni ngumu sana nimekuwa hapa 2016, nilikuwa askofu mkuu 2016, tumeng'ang'ana kuunganisha waliokuwa protagonists wakati ule. Tumekuwa hapa 2022 na tumekaa sana kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Sile mikutano tulifanya na viongozi wao kuhakikisha kwamba Kenya imekaa sawasawa na imekaa salama ni kazi ngumu. Hata sasa hatujasema tumekwepa hiyo jukumu. Kwa hivyo ya kwanza ni kuelimisha wananchi kanisani na kupitia mashirika zetu kama za agencies ya development na mashirika kama NCCK, tutakuwa tukifanya hayo. La pili, tutajaribu tuwezavyo kama wanaweza kutusikiliza, kutupatia nafasi ya kusema moja kwa moja. Niruhusu nichukue mapumziko kidogo, shikilia hayo mawazo hapo. Tukirejea tutakuwa tunaingia katika mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea katika taifa hili la Kenya. Usicheze mbali, maana tukirejea yapo mengi. Nakumbuka pia mwelekezi wangu Emmanuel Inonda atakuwa akiweka nambari kwenye kiwambo chako uweza kupiga simu, pia uulize swali, na pia katika 22047 mitandao ya kijamii kokote kule ambako unafuatilia mjadala huu, unawacha kauli yako pale, tutakuwa tukiipitia. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50K ya holiday inaweza drop instantly. $500K can hit your MMF anytime. One bedroom apato ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. We will root out the rogues, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kulegonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua. Tunarejea kwa namna hiyo katika awamu hii ya ukumbi wa siasa, tukizungumza na askofu mkuu wa kanisa la Anglikana, anafahamika kama Jackson Ole Sapit, tukiangazia zaidi kuhusiana na cheche za siasa ambazo zinashuhudiwa katika taifa hili, na miongoni mwa hayo pia kuna mengi kuhusiana na yale vijana pia wanaendeleza. Lakini wakati ambapo tunazungumzia masuala ya cheche humu nchini, swali kuu linasalia ni je, ni wapi ambapo tunafeli kama taifa, na je kanisa limehakikisha hadhi yake kuhakikisha kwamba wananchi wanahisi kwamba wana mahali ambapo ni salama, na zaidi mahali ambapo wanapata kusikia namna ambavyo wanaweza kupata ule mwelekeo ambao unastahili, wakati ambapo viongozi wanaibuka na maswala yao ya kutetea pande zao. Lakini wakati ambapo ninazungumza nawe askofu, pia Wakenya wameniuliza hili, muulize askofu, je, viongozi wa dini pia wamegawanyika katika maswala ya kuunga mrengo mmoja na mwingine mkono? Manake kuna wale, hata ukiangalia tuseme Rais William Ruto anazungumza, unawaona wanafurahia, tuseme upande huu wa opposition unazungumza wanafurahia. Wamegawanyika viongozi wa dini? Siamini kama viongozi wa dini wamegawanyika.
kwa ile ninaweza kusema mwenyewe, kwa sababu viongozi wa dini kama kanisa Anglikana tuna maaskofu katika kila eneo. Kuna wakati tulikuwa tunaona, unajua siasa yetu imejengwa kwa msingi ya regional following. Na kuna wakati tuseme 2016 na 2022 utaona ya kwamba kwa sababu ya ile sehemu na mirengo ambayo ilikuwa inashindana, maaskofu wa kutoka Nyanza sana sana na wale wa kutoka Central, wakati mwingine unaona kama kila mtu anajaribu kupuli, kwa sababu nguvu za kisiasa ilikuwa inatoka pale ya ushindani. Kila kikundi unaona kama kwa matamshi wanapulu upande ambayo region yao ina support. Lakini kidogo hiyo imekuja kudidimia, nikisumusia kanisa Anglikana, kwa sababu maaskofu tulio nao sasa tunaongea wote kwa lugha moja, na sijaona yeyote ambayo ninaona kama amejitokeza kuunga mrengo hii ama mrengo ile. Hata ukiangalia vile wanakuja kanisani, ni viongozi wale wa kanisa watakuwa kwa hii kanisa mrengo hii ikikuja wiki hii, na watakuwa pale wakikaribisha, wakifurahia, na hiyo mrengo ingine ambayo wanapinga wale watakuja tena hiyo kanisa hiyo wiki ingine ama hiyo mwezi ingine, na boda watakaribisha, unaona wakiwa pamoja. Na sika kwa dhehebu ya kanisa ila Anglikana. Kuna wengine ambao wamejitokeza, sio wa Anglikana, hata wengine kutoka dini zingine ambao unaona tayari hata wakiomba kama ilivyokuwa katika uchaguzi mkuu uliopita. Unasikia wanaombea viongozi hawa hivi na wengine, na wakati huu inadhirika kwa baadhi ya viongozi wakati ambapo kanisa na wale ambao ni viongozi wa dini wanatarajiwa kuwa ndio wanaelekeza jamii na wanaonekana kugawanyika. Inamwacha mwananchi wa kawaida wapi? Itamwacha mwananchi wa kawaida katika njia panda na katika kutojielewa. Sasa tunaelekea wapi ama mwelekeo ni nani? Kwa sababu kiongozi wa dini kama mimi naaminika nikisema hii, lakini kile tumesema sisi kama kanisa Anglikana, hakuna mrengo ile tunatokeza wasi kuambia watu tunaunga huyu na watuungi huyu, kwa sababu hiyo sio lengo la kanisa. Na kanisani tunajua ya kwamba tuna watu wanaunga mrengo zote. Kwa hivyo letu ni kusema kwa pamoja, sikilizeni sera za viongozi vile wanasema, ile moyo wako itakuelekeza ni huyu ambao unaamini sera zake, basi chagua huyu. Wanasiasa pia na viongozi wanahisi baadhi ya pande zinapendelewa wakati inafika kuwa accommodated kwa makanisa ama kupewa nafasi katika kanisa. Ni kitu ambacho kinatendeka? Inaweza kuwa inatendeka sehemu kwa sehemu, siwezi kudinaya kwamba inaweza kuwa inatendeka sehemu kwa sehemu, lakini sisi katika national level, mahali mimi ninaketi, sina upendeleo ambaye nasema huyu mwanasiasa akiingia ndio nitampatia nafasi na yule sipatii. Nimesema wote kanisani hawana nafasi ya kusumusa ndani ya kanisa, lakini wote wamekaribisha kuabudu kanisani, na kisha wakishabudu basi wakitaka kungoja watu kuongelesha pale nje, itakuwa ni jukumu lao. Na hiyo ni ndio msimamo yangu, na nimesema hiyo mara kwa mara, na wanajua sasa mahali nilipo, wanajua hawana nafasi. Na ninashukuru kwa sababu hata sasa hao wenyewe ndio wameanza kurudi sasa kusema, kwa nini kanisa mnakubalia wanasiasa wasungumuse ama kutusi fulani ndani ya kanisa? Na ili hali wale wanasema hivyo ndio bado wanatumia kanisani kusema yale wanasema kwa wapinzani wao. Kwa hivyo sasa mimi naona Mungu amenipatia nafasi wa Kenya wajue ile nimesimamia, nikapata upinzani, nikapata matusi mengi kwa Wakenya na kwa hawa viongozi. Sasa wote wanakubaliana si vema. Na bado ninasema si vema kutumia madhabahu kuendesha cheche za siasa. Kwa nini makanisa yanaona, wengi wa Wakenya wanajiuliza, yanawaabudu wanasiasa wanaotoa mamilioni kutumia madhabahu na kuchochea nafasi hizi? Hiyo ni makosa na Biblia haifundishi hiyo. Hata Biblia inatufundisha wakati unatoa haipaswi kuwa inatangazwa. Ila wakati huu wanaingia na mnawaruhusu kutangaza, na inakaa yule ambaye anatoa mamilioni anapewa nafasi zaidi. Anapewa nafasi zaidi, hata kupigiwa makofi zaidi ama kuiduliwa zaidi. Kwa sababu tukubali ya kwamba culture tumejenga nje ya Kenya. Tumeona fedha ni mwongozo ama mshawishi mkubwa wa uamuzi wa Kenya wengi sasa. Hata kanisani utakuta kwamba tunapofundisha watu haya ndio maadili mema na njia nzuri, lakini mwanasiasa aje aseme leo mkutano yangu yuko karibu na nje ya kanisa na atapeana hela, unaweza kuona nusu ya kanisa
mahali pengine watu wamefuata mahali pesa inasema. Kuna wakati tumejenga pia msingi wa siasa yetu kwa msingi wa kikabila, na inafika wakati watu wanapiga kura kwa mwenye wa kabila lao, si kwa sababu ana sera nzuri, lakini kwa sababu ya identity ya tribe. Sasa hiyo ndio tunasema ikiwa tunabadilisha Kenya ni lazima tuanze maadili mema kwa watoto wetu. Na hapo ndio sisi tunasasa kuweka kama kanisa changizo kubwa kwa ministry ya watoto kama kanisani, kwa kujenga maadili mema, kujaribu kung'ang'ana kufundisha katika dijitali, enzi hii ya dijitali ambayo pia maadili ya jamii zingine imeingia katika internet, imeingia katika simu za rununu. Tuna kasi na changamoto kubwa ya kupambana na hali ambayo ushawishi haitoki mahali pamoja. Maana hapo tukiwa wachache, ushawishi ilikuwa inatoka shuleni na kwa wazazi na kanisani. Yani yale mafundisho ambayo mtoto anapokea akiwa mdogo ni kwa mwalimu wake, kwa mzazi wake na kanisani katika Sunday school. Lakini sasa hivi vishawishi ni vingi. Anajifunza kwa TV, anajifunza kwa runinga, anajifunza kwa simu, anajifunza na mitandao ya kijamii. Sasa ndio mahali pa mazungumzo, especially wa teenagers. Mazungumzo inafanyika hapo, hata si mahali ambayo tunaketi kama mimi na wewe na kubadilishana mawazo. Kwa hivyo tuna kazi kubwa kama taifa, kama kanisa ya kusema tutaanzia wapi kujenga maadili mema, na lazima tuanzie na watoto. Wengi wa Wakenya, na haswa mimi nikikua, nakumbuka ilikuwepo sauti kama ile ya Ndingi Mwana Mwanziki, miongoni mwa wengine, sauti ambazo zilisikika zaidi, na wakati ambapo wangezungumza na hata serikali ingesikiza. Ni kwa nini sauti ya kanisa inadidimia? Sijakubali hata siku moja sauti ya kanisa imedidimia, bado iko. Lakini kumbuka wakati ile channels za communications ilikuwa chache, na nakumbuka wakati tulikuwa na chama kimoja. Na kwa sababu hakuwa na chama ya sauti ya upinzani, maana hakukuwa na upinzani, ilikuwa sasa basi ni sauti ya kanisa ndio ilikuwa inaonekana kama sauti mbadala ya ile chama kimoja. Na pia wakati huo space ya demokrasi ya kusumuza ilikuwa imefinywa sana. Hata media wenyewe walikuwa wamefinywa sana. Kwa hivyo hata media wakiwa wamepata nafasi ya kutoa taarifa zao ama wamekusanya taarifa, mahali ya kutolea hiyo ni kupitia kanisani. Na utakuta ya kwamba kina Ndingi Mwana Nzeki, kina Gitari walikuwa wanafanya kazi kwa karibu na media na wale wa civil society, kwa sababu hakukuwa na mahali pengine. Kwa hivyo wakati ule gazeti ya Monday ndio ilikuwa na umuhimu sana, kwa sababu ilikuwa itaripoti kile imesemekana makanisani. Na kwa sababu sauti ilikuwa inatoka hapo peke yake, ndio ilikuwa inasikika sana. Lakini saa hii sauti inatoka kila mahali. Inatoka kila mahali, lakini wengi wa Kenya wanahisi, unajua ikitoka kila mahali, kelele ikitoka kila mahali, kelele ni ya huyu ama ni ya yule ama ni ya yule. Hata sisi tunasema tunaelekeza. Hata siku hizo every sermon ilikuwa aired live. Lakini siku hizi mkija kanisani hakuna hata media ina air sermon ama nyimbo iliimbwa. Wanatafuta ile mwanasiasa alikuwa kanisani na ile alisema ndio itakuwa taarifa ambayo imetolewa kanisani siku hiyo. Lakini kulikuwa na sermon. Wengi wa Wakenya wanasema sababu kuu ya kanisa kupoteza sauti yake ni kwa kuwa mliruhusu kuingia kwa kitanda, nitasema kwa lugha ya Kiswahili, na wale ambao ni viongozi wa kisiasa na pia serikali, na hivyo sauti yenu ikachukuliwa. Siamini hivyo. Mimi naamini sauti zimekuwa nyingi, na hata kama tukisema sasa, wale pia wanatoa hiyo sauti kwa wananchi kwa jumla, wanatoa selective. Kwa sababu ikiwa umekuja kanisani kuchukua taarifa za kanisa na unawacha mahubiri, unawacha ile nyimbo ambazo ziliimbwa siku hiyo, unawacha maombi, unachukua tu yule mwanasiasa peke yake ambao ulikuwa nataka. Sasa hiyo basi media inachangia kupoteza sauti ya kanisa, kwa sababu hawaleti ile sermon. Kumbuka siku zile hata mahali Moi aliingia, sermon ya kwanza ilikuwa ya Kaleli, yule mhubiri wa Kabarak, na ilikuwa ni mahubiri kwanza kabla ya Moi ile atakuwa amesema. Lakini mtu aliyezungumza kitu cha maana akiwezi kupotea. Ndio nasema unless unilete hapa sasa iwe ni mimi na wewe katika runinga. Lakini wakati sasa mnakuja kama kuna mwanasiasa hapa na mimi, story mingi itatoka kwa yule, kwa sababu ya vile mmeframe ya kwamba news
ni ile ambayo ni negative. Bishop unawekelea media, lakini mtu akisema kitu kizuri. Nataka tuseme sisi wote tuna mahali ambayo tumepoteza. Niruhusu pia niingie kwa Wakenya ambao wanasema, Shalom Bishop, you're right, never did King give out handouts to win. Let's put aside politics cause centuries are places of worship to Yahweh. Huyo ni Mkenya amesema vile. Hello, my name is Mike. Anasema, can Bishop tell us ways which they're going to personally confront abusive politicians? Kuna mwingine anasema, Lemaz kutoka Eldoret, ninafurahia ukumbi. Mwingine anasema, badala ya kanisa kukosoa hawa viongozi na baadaye wanalaumiwa, mna mpango wa kanisa zote kuja pamoja na kutoa msimamo ambao utakuwa ni wa kanisa zote, na mna uwezo pia wa kuita hawa viongozi mwashauri kwa pamoja. Ni maswali ambayo Wakenya wanakuuliza. La mwisho ni hili, Reverend, wengine wanasema, what are the plans kwa pastor to enable these leaders at least to respect each other? Nakubaliana na hayo matamshi, hasa the need ama haja kubwa ya kanisa kuita body ama mwili wa Kristo ambaye ni kanisa pamoja, ili tutoe sauti ya pamoja. Ili sasa upate kile unasema, tunataka kusikia hiyo sauti ya pamoja. Maana nikitoa hapa mwingine anatoa pale, hii inachukuliwa na ile haijachukuliwa, basi inaonekana ni sauti ambayo disjointed. Lakini kuna haja kubwa, mwili wa Kristo ambaye ni kanisa la Kristo, sio dini, sio dhehebu kama Anglikana. Sisi wote tuje pamoja kuulizana Kenya iko wapi, kwa sababu mahali tuko ni pabaya. Na mahali tunaelekea itakuwa pabaya zaidi kama hatujaidhibiti ile hali ambayo inaendelea sasa. Kwa hivyo cheche hizi za siasa ambayo imeingia matusi, kama hatutadhibiti kabla ya 2027, basi hatutakuwa na nchi 2027. Tutaibomoa. Kuna Mkenya anaitwa Clifford kutoka Eldoret, ananiuliza, muulize askofu, where did we go wrong and where are we getting it wrong? Mahali tumeenda vibaya ni wakati tumeacha maadili mema ile tumefundishwa tukikuwa kama watoto wadogo wa Kiafrika. Maadili yetu ya Kiafrika tumeacha. Heshima ilikuwa ni adili moja ambayo Kiafrika ni ya maana sana. Heshima kwa yeyote ambaye amepewa nafasi na mamlaka ya uongozi. Heshima yeyote ambayo ana nafasi katika jamii. Heshima ya yule ambayo pia sauti yake ni hafifu lakini lazima aheshimiwe. Kwa hivyo kuheshimiana ilikuwa ni njia zote mbili. Huwezi kusema uniheshimu kama mimi sikuheshimu. Sasa tumetupilia hiyo mbali. Tumetupilia pia mbali maadili mema ambayo tunafundishwa na Biblia ama dini kama ya Kiislamu na madini mengine ambayo inatufundisha kwamba Mungu mapenzi yake ni sisi tuishi kama ndugu na dada na tukue kama watu ambayo maisha yetu inajenga ya yule mwingine. Na sasa tunaona hii matamshi ya kubomoana, ya kuharibiana jina, ya character assassination ambayo pia imeingia mpaka sasa tunaingiza chuki inaweza kutuletea mauaji. So haya yote tumeanza kupoteza wakati. Nafikiri mimi nikiweka mtazamo, tulipoweka vitu kama pesa kipaumbele, sasa tunasema pesa inaweza fanya chochote. Inaweza nunua haki kama sina haki. Inaweza funika haki kama nimetendea mwingine na nina pesa ya kufunika hayo. Sasa matumizi mabaya ya pesa, na ndio sasa unaona watu wanataka kuhamas ili waone kama ita protect maisha yao vile wanataka ikuwe protect. Ufisadi ni kitu ambacho kimekithiri, lakini wengi wa Wakenya wanasema pia pesa za ufisadi zinajipata kanisani. Ni kweli inajipata kila mahali. Na kanisani ni mojawapo wa mahali ambapo wanasema zinajipata. Unazungumzia nini kuhusu ufisadi? Ninataka kusema ufisadi kwanza, tuweke jina lake halisi ni wizi. Na wizi Biblia inasema wasi ni dhambi. Kwa hivyo kama sisi tungehubiri kanisani, tusiache kuweka majina ambayo tunaweza kuifanya iwe polite. Tuseme tu ni wizi na ni dhambi na haikubaliki mbele ya Mungu na hatutaenda mbinguni kama tutaendelea nayo. I think it is as clear as that. As it is. Wengi wa Kenya wanasema pia muulize Bishop kama ako kadi. Uko kadi?
Mimi nina kura yangu na nimeshawishi wengi pia waweze kukata kadi yao ya kura, hasa vijana wetu, kwa sababu hiyo ndio haki moja katiba yetu inatupatia, kwamba tuna haki ya kikatiba ya kupiga kura na kuamua uongozi kupitia njia ya kupiga kura. Mnakumbuka wakati wa maandamano ya Gen Z nilijitokeza na nikaweka statement kwamba vijana wetu, mumesema sauti yenu, lakini msibomoe nchi. Tuache maandamano na tuende tushike kura, ndio tuweze kuweka sauti yetu kwa njia ya kidemokrasia kwa debe. Na hiyo ndio itakuwa njia mwafaka ya kuamua nani atakuwa kiongozi wa Kenya. Na basi tunaendelea kusema kila mmoja wetu akate kura, ndio uamuzi uweze kushiriki kwa kuamua nani ataongoza Kenya. Wengi wa Wakenya wananiuliza, nikuulize pia kama utawaunga mkono, manake wewe na kanisa la Kianglikana ni mojawapo wa kanisa ambayo ni makubwa katika taifa hili la Kenya. Mtawaunga vijana mkono katika huu mradi wao wa Niko Kadi, miongoni mwa mengine, kuhakikisha kwamba wanakuwa bora kuliko jana? Mimi ni mojawapo ambaye nasema ninaunga mkono vijana wajitokeze kukata kura na waweze kushiriki, si kukata peke yake, waweze kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, maana hapo ndio sauti yao itasikika. Na sasa ninasema hongera kwao kama wameamuka wenyewe, kwa sababu tulikuwa tunasema amkeni muende mkate kura. Kitambo kidogo alikuwa nasema hata tukikata na kura yetu haitahesabika, kwa sababu kuna ile notion Kenya wamejua ya kwamba sio ile kura tumepiga itaamua, kuna ukarabati zingine zitafanywa. Lakini afadhali tupige hiyo kura na tufanye uamuzi yetu kuliko kusema sitafanya kwa sababu kuna dhana ama kuna jambo ambalo nahofia. Hiyo hofu ndio itatuletea shida. Umesema wasiogope chochote, waendee kadi. Wengi wa Kenya pia wamekuwa wakijiuliza, kwa nini mnapinga udhibiti wa makanisa humu nchini? Ni kitu ambacho kinazungumziwa na pia ipo sheria ama mswada ambao upo bungeni kuhusiana na hilo. Ni kitu ambacho baadhi ya viongozi wamejitokeza waziwazi kupinga. Kwa nini mnapinga hili? Jambo la kwanza, Kenya katiba yetu inatupatia uhuru wa kuabudu. Kwa hivyo ukiweka sasa sheria nyingine ya kudhibiti, ni kama ya kwanza unaandamana ile uhuru wa kuabudu, kwa sababu sasa hakutakuwa na uhuru wa kuabudu. Jambo lingine ni kwamba serikali haina ile uwezo wa kudhibiti nani anaweza kuhubiri, nani hawezi kuhubiri, kwa sababu hiyo sio mahali pao. Lakini unakubaliana pia Shakahola na viongozi wengi makanisa mengine ambayo yamechipuka, huwezi kujua wanatokea wapi, wakikwenda wapi, huwezi kujua wananchi wanajifunza. Ndio nataka nikuelekeze, kwa sababu sasa ndio nasema sio serikali itasema nani anaweza kuhubiri, nani hataweza kuhubiri, kwa sababu mahubiri ni calling, na unaitwa ukahubiri kupitia ile shirika ama ile kanisa ama ile dhehebu ambayo wamekupima, wamekuchunguza, wamekutrain, na sasa wanasema unatosha, na hawa ndio wanakuwekelea mkono, unakuwa mhubiri. Lakini vile tunasema kanisa lina uwezo wa kujidhibiti yenyewe, kwa sababu tuna umbrella bodies. Kama sasa kanisa likubaliwe wasajili members wao kulingana na umbrella bodies. Kama sasa makanisa ya NCCK, tuna madhehebu zaidi ya 30 ya NCCK. Sasa NCCK ina uwezo, na mimi ni mojawapo wa ile kamati ambayo tunachunguza member churches wa NCCK, maadili yao, mafundisho yao, kabla hawajakubaliwa kuingia katika ile shirika. Sasa Catholic wana KCCB wanaweza kudhibiti, Pentecoste wameunga umbrella yao wanaweza kudhibiti, na kuna sasa wale wa evangelical wana umbrella ya Evangelical Churches of Kenya wanaweza kudhibiti. Na sasa tunasema katika hiyo udhibiti, sasa serikali watakuwa nauliza hiyo umbrella bodies, kwa nini kama kuna mtu amepotoka kwa mafundisho na maadili yake, kwa nini? Na ile shirika pia iwe na uwezo ya kusema kwa serikali, tunaona mahubiri ya fulani ama ya dini fulani ama kanisa fulani hayambatani na mafundisho ya Biblia, sasa hao ndio kwa orodha. Tukiweka kwa njia hiyo,
basi kanisa itaweza kudhibitiwa kwa njia mwafaka ambayo serikali haitaingilia namna ya uhuru ya kuabudu. Kwa sababu tumesema makanisa yajidhibiti wala sio serikali kuingilia. Yes. David Marani anasema kutoka Kakamega, mwambie askofu hii shida yote ya makanisa imechangia, sababu walisema viongozi waliochaguliwa mwaka 2022 walichaguliwa na Mungu. Saa hizi makanisa ndio wanalalamika, muiweke Kenya kwenye maombi. Huyo ni Marani anasema hivyo. Ole Sapit anasema should not drag matters involving church to politics. He should know he is a church leader. Beating drums of politics is not right for him and any other leader. Huyo hajasema jina la kwake. Kuna mwingine anasema, mimi Salimia askofu mwambie nikiwa Kibra, mimi ninasema hivi, some churches siku hizi zimekuwa tu za ukora na uchochezi, kwa sababu wakiona wanasiasa wenye mamilioni ya pesa wanapewa nafasi kusifiwa, lakini sisi wa Kenya tuko kadi. Huyo amesema hivyo, anafahamika, amesema anasalimia bibi yake, hajasema jina la kwake. Unaamini kwamba wengi wa Wakenya wanasema hamstahili kuruhusu, na pia shida ambayo tunayo Kenya ya viongozi wote ambao ni nyinyi shida kuu kulingana na Wakenya? Sijakataa sisi ni part of the problem, kwa sababu yale mambo yamefanyika na yanafanyika kanisani. Mengine makubwa na maovu zaidi kama ile ya Shakahola ilifanyika kwa jina la pastor ama mtu mwenye anahubiri Biblia. Sijakataa ya kwamba kuna potofu katika makanisa, lakini njia mwafaka ya sisi kudhibiti ni kuangalia kwamba kanisa linapewa nafasi ya kujichunguza, na basi ikiwa hawezi kujichunguza, mtu akipotoka ile laini yake na afanya kitu inaitwa criminal work or criminal activity, sasa sheria inachukua mkondo yake. Sasa haitakuwa na kava ya kanisa. Mtu akiua ameua. Sasa sheria ya uuaji inamshika. Mtu akilagai fedha ama akilagai kwa njia yote, sasa anachukuliwa na sheria ya uhalifu ambaye amefanya. Kwa hivyo tusiblanket makosa ya mtu mmoja binafsi ambaye amefanya kazi ambayo ni ya uofu na kisheria ni hatia. Wacha sheria ichukue mkono wake, lakini ile ya kusema nani atafungua kanisa, nani atahubiri, wacha makanisa iweze kudhibiti mambo haya. Ukiangalia 10 years ambazo umehudumu katika nafasi hii ya Archbishop, na ukiangalia wenzako ambao wamekutangulia, have you lived up to the standards? Have you filled up shoes? Have you lived up to the expectations? Kwa mtazamo yangu, na Wakenya wanaweza kujaji, kwa sababu sijapotea, nimekuweko, nimetoa mchangizo yangu, nimefanya niwezavyo. Na kila mwanadamu anafanya awezavyo. Yes. Siwezi kutaka kujilinganisha na yote, maana sisi wote ni tofauti. Na uongozi wote inapokuja unakuta mmoja ana vipaji hivi na hana ile ingine, na hatuwezi kuwa blanket uniform, na hata hiyo uniformity haitapatikana nyumba kwa nyumba. Walifahamika kwa kuzungumzia usawa, haki za binadamu. Unaamini umefanya hivi katika kipindi cha miaka 10 ambayo imepita? Kwa kadri niwezavyo nimefanya. Wengi wa Wakenya wanauliza pia, muulize askofu, ni kipi kinastahili kufanywa kuhakikisha mshikamano katika taifa hili? Manake ilivyo kwa sasa, taifa limegawanyika, tunaelekea katika uchaguzi, lakini sauti ambazo zinazungumzwa ni kinzani zaidi. Nataka kusema ya kwamba swala hili si swala la mtu mmoja, si la kanisa peke yake, si la wanasiasa, si ya civil society, si ya private sector, ni jukumu la Wakenya. Kile ningetaka kushauri Wakenya ni kwamba tumefika mahali tunahitaji kitu kinaitwa national conversation, mazungumzo ya kitaifa ya kujiuliza, je, tunapeleka wapi Kenya? Je, nchi yetu inaelekea wapi? Taifa hili tunataka kukabidhi wale watakaokuja nini? Kwa sababu tusipoweka hiyo mazungumzo wazi kwa mesa hii ya kila mtu anajaribu njia yake na mwingine anajaribu njia yake, haitajenga Kenya. Kwa hivyo langu ni kusema hii si wakati wa kulaumiana, ya kusema kanisa ya mjafanya hii, siasa mjafanya hii. Ni lazima tutafute njia mwafaka ya kuja kuketi chini pamoja kama taifa, kujiuliza shida yetu ni nini na tunaelekea wapi, na je, tunataka kuendelea hivi ama lazima tubadilishe? Na kama lazima tubadilishe, tujiulize tutabadilisha kwa njia hivi. Na mtu mmoja hawezi kumaliza hiyo conversation. Hata nikija kwa runinga hii kila siku siwezi badilisha, lakini tukikuja wote chini na tukubali kwanza tuna shida Kenya. Are you ready to call for that dialogue? I am ready.
Uko tayari pia kumtafuta Rais William Ruto pia kuzungumza naye? Niko tayari kufikia yeyote ambayo tunaweza fikia, lakini kwanza lazima ni tufikiane kama viongozi wakuu wa madini, si dhehebu tu la Kikristo, tujiulize, je, hii nchi inaelekea wapi? Alafu tuulisane tutawafikia namna gani. Hiyo ndio mbinu tulifanya 2016 2017, tuliwafikia na tuliwafikia 2022 kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, na hata sasa ni lazima tufanye hivyo. Nitakamilisha na swali ambalo nilianza nalo la miili, ama swala ambalo nilianza nalo la miili ambayo inafukuliwa katika makaburi ama kaburi la pamoja. Ni kitu ambacho kinatendeka na Wakenya wana hofu. Ni kitu ambacho umeishi katika taifa hili, kuna Shakahola, sasa tunasikia Kericho, tunasikia na kwingine. Tulikuwa na Kware pia ilikuwepo. Wengi wa Wakenya wanajiuliza ni kipi kinatendeka, na kauli yako? Ni jambo ambalo lina sio tu kusikitisha, lakini linahofisha. It is very worrisome kuona nje ambayo tuna sheria, tuna upelelezi, tuna vitengo vyote vya kuzuia uhalifu, na kile tunaona ni kwamba halaiki ya watu wanakuja kufunguliwa kwamba wamekufa hata bila kujulikana wamekufa aje, bila kujulikana wamekufa wapi, bila kujulikana ni nani amewazika. Sasa tunafukua makaburi. Sasa ile ya Shakahola tulijua kuna dini ambayo ilielekeza na kesi iko kotini. Sasa hizi ya Kware na hizi zingine ambazo tumeona jana Kericho inasikitisha sana, kwa sababu inasema hii nchi kuna mambo inaendelea ambayo haiko machoni kwa Wakenya. Kwa hivyo ni kuita Wakenya kwanza, kila mmoja wetu awe mwangalifu mahali ulipo, kwa sababu sasa kuna uwezekano kuna either human sacrifice, ama tumesikia hizi stories ambayo watu wanasema kuna viungo vya mwili ambayo sasa ina biashara makubwa kama figo. Hatujui kama hizo ndizo zinafanyika, lakini serikali na DCI wana jukumu ya kueleza Wakenya ni kipi ambacho kinaendelea. Hi Liz, Amos Kamori kutoka Mukuru kwa Njenga. Sincerely speaking, kanisa siku hizi ni biashara na ndio wanapenda wanasiasa. Other than ametaja Catholic Church, ndio hawataki tu wanasiasa. Alfred Peterson from Eldoret. With respect, the church should not appear to criticize only the government while accepting opposition voices without equal balance. The church must remain neutral and uphold its moral authority. Ndizo kauli za Wakenya. Ninakamilishia hapo. Asante sana kunipa nafasi. Kauli yako kwa sekunde 30 ya mwisho. Kauli yangu kwa Wakenya ni kwamba tuna nchi ambayo ni ya sisi wote, na nchi hii si ya sisi wakati huu. Ni nchi ambayo tunataka kukabidhi watoto wamesaliwa na wale hawajasaliwa. Asante. Tukiharibu sasa, tumeharibu future ya watoto wetu na wajukuu wetu na wale hawajasaliwa. Asante sana. Tukitengeneza na kuketi chini kutengeneza sasa, badala ya kubomoa, tukae chini tutengeneze, tutatengeneza vizazi vijavyo. Naomba tuwe wenye kutengeneza Kenya, si wa kubomoa Kenya. Asante sana Askofu kupata nafasi kuzungumza nami siku hii. Nitakutafuta tena kadri mambo ambayo yanasonga katika ulingo wa siasa na pia kanisa humu nchini. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji kuwa nasi siku hii leo katika awamu hii ya Ukumbi wa Siasa. Nakamilisha. Maswali unayo mengi zaidi, siwezi kupitia yote, lakini tunaendeleza mjadala huu kwa 22047 mitandao ya kijamii. Unaweza kuandika kauli yako pale, tutakuwa tukiipitia. Jina langu Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara amekuepo Catherine Simalo. Zidi kutegea TV47.